kusafiri. Nimekwenda sehemu nyingi sana. Kuswali naleke kwa Kimakonde. Basi ndio watu kauliza kama kuswali naleke. Lakini anasema kuswali msiache, kuswali msiache, kuswali msiache. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii. Wasifu na historia fupi ya Sheikh Roketi. Sheikh Darwesh Ali bin Musa, maarufu kama kuswali naleke. Sheikh Roketi au Majununu alizaliwa mwaka 1928 au mwaka 1930 kwa baadhi ya riwaya, katika kijiji cha Mumburu, wilaya ya Masasi, mkoa wa Mtwara, kusini mwa Tanzania. Alikulia katika jamii yenye mchanganyiko wa dini, akiwa Mkristo katika ujana wake wa awali. Katika ujana wake aliingia jeshi la polisi la Tanganyika, akahudumu katika maeneo mbalimbali ikiwemo Arusha na baadaye Lindi, ambako alifika kuwa mkuu wa kituo cha polisi cha Lindi. Hata akiwa askari, alikuwa mtu mwenye kutafakari sana, kuvutiwa na watu wa dini na kutafuta ukweli wa kiroho. Akiwa Arusha, alikutana na Sheikh Darwesh Mti Mkavu, wali mashuhuri wa Tariqatul Khadiriya. Alivutiwa sana na mwenendo wake, tabia yake, ukarimu, jitihada za kueneza Uislamu na tasawuf. Uhusiano huu ulimfungulia mlango wa safari yake ya kiroho. Siku moja akiwa Dar es Salaam, alipita eneo la Mburahati karibu na makao makuu ya Tariqatul Khadiriya, ambapo Al-Habib Sheikh Muhammad bin Nasr, Sheikh mlezi wa zawiya hiyo, alikuwa akitoa darasa ama wadhi. Darasa hiyo ilimgusa sana moyoni mwake mpaka akaamua kusilimu. Baada ya kusilimu, alipewa hijaza, alikabidhiwa silsila na bendera kwa ajili ya kuitangaza tariqa. Hapo ndipo alianza kujulikana sana kwa kauli yake maarufu, uswali naleke, yani usiache kuswali. Mwaka 1966, akiwa na umri wa takriban miaka 36, katika kipindi cha Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliamua kuacha kabisa kazi ya uaskari na kujitosa kikamilifu katika da'wa, tasawuf na harakati za Kiislamu. Alipeleka ijaza ya Qadiriya kwa Sheikh wake Sayyid Swaleh Izzuddin huko Moshi, ambapo alithibitishwa akapewa ijaza kamili na bendera ya kuitangaza dini na tariqa. Mwaka huo huo 1966, alipata ndoto, akamuona Sharif Al-Habibi Swaleh Jamalulail akimwamuru uje Lamu, Masjidi Riadha, ufike makamu na kaburi langu. Hakuwa amewahi kwenda Lamu wala kumjua Habibi Swaleh, lakini akaanza safari kutoka Mtwara hadi Dar es Salaam, Dar es Salaam hadi Tanga, Tanga hadi Mombasa, Mombasa hadi Malindi, kwa Sharif Sayyid Albid, hatimaye Lamu. Safari hii alifanya kwa miguu baadhi ya masafa kwa lifti za malori na magari, kwani hakuwa na pesa mfukoni. Alipofika Lamu, alipokelewa na Al-Habibi Sayyid Ali Badawi, mjukuu wa Habibi Swaleh. Baada ya kueleza ndoto yake, akapewa ijaza ya Tariqatul Alawiya na bendera ya pili ya Alawiyina ya Habibi Swaleh. Baada ya Lamu, alifanya ziara za kidini Pate, Siu, Ndau, Kizingitini, katika ardhi za Wanabahani na Wabajuni. Aliporudi Tanzania, alimjengea mama yake msikiti wa kwanza wa makuti na manyasi kijijini Mumburu. Kisha baadaye msikiti huo ukajengwa kwa matofali na mabati. Mama yake alipofariki, alizikwa mbele ya msikiti huo. Mwaka 1966, alimwota Mtume Muhammad akimwambia, utanizuru Madina na utahiji zaidi ya mara 40. Ajabu ni kwamba hakuwa na hata shilingi moja, lakini kila mwaka alijikuta yupo miongoni mwa mahujaji. Ndipo watu wakamuita Sheikh Roketi, yani ni kama anaruka mwenyewe hadi Maka. Amehiji mara 50 mfululizo. Hija bora zaidi kwake ni ya mwaka 2013 na 14, aliyosema ndiyo hija yake ya mwisho. Amehudhuria maulidi ya Riadha Lamu miaka 52 mfululizo. Kutokana na dhikri yake ya kudumu la ilaha illallah, watu wa Maka walimuita Majununu, kichaa kwa mapenzi ya Allah. Sheikh Roketi alifanya jitihada kubwa ya kupigania ardhi ya Waislamu Ndanda huko Mtwara dhidi ya Roman Catholic Church. Katika mzozo huo, alifika mwenyewe rais wa Tanzania Al-Haji na akawapa Waislamu eka 5 za ardhi. Sheikh Roketi akajenga msikiti mkubwa sana wa Ijumaa pale Ndanda, mita 40 kwa 20,
maguzo ya concrete, bati 300, zulia la milioni 5. Msikiti huu uliungwa mkono na wafadhili mbalimbali wakiwemo wa Tanzania na Oman, na uliwekwa wakfu kwa Maulana Sayyid Muhammad Nazib An-Naqshbandi. Pia amejenga misikiti 7 au zaidi Mtwara 3 na Chingwea, Dar es Salaam, Moburu na kadhalika, na shule kubwa ya Kiislamu Moburu ambayo bado haijakamilika. Sheikh Roketi alihubiri vijijini na mijini: Mtwara, Lindi, Rufiji na Chingwea, Dar es Salaam na Dodoma. Alifika hadi Msumbiji na amesilimisha zaidi ya watu 50,000 ambao baadhi yao aliwachukua hija. Alikuwa akisambaza misaafu, juzuu, vitabu vya dini na tarika vijijini. Ameoa wake 6 na ana watoto 40 na wajukuu 75. Alikuwa mpenzi mkubwa wa zawiya, wanazuoni, makaburi ya mawalii Lamu, Mamrui, Kenya na Zanzibar, pwani ya Tanzania. Alipewa ijaza 4: Qadiriya, Alawiya, Shadhiriya na Tijaniya. Uradi aliyoupenda zaidi ni ya Latif. Katika maneno yake ya hekima, alikuwa kila saa akitoa mawaidha. Anasisitiza ya kuwa balaa zote za binadamu zinatokana na viungo viwili ambavyo akiviita DC na DO, kuvifananisha na wakuu wa serikali, tumbo na utupu. Sheikh Darwesh Ali bin Musa alifariki tarehe 9 Januari mwaka 2026 katika hospitali ya Muhimbili, Dar es Salaam, Tanzania. Sheikh Roketi alikuwa askari aliyebadilika kuwa Darwesh, Mkristo aliyesilimu na kufika daraja la kuwa wali, masikini wa mali aliyekuwa tajiri wa imani, na mfano wa mtu aliyetekeleza kauli yake: swala, kuswali na leke, tusiache kuswali. Allah amrehemu, amkubalie juhudi zake na alipe umma wake watu wa mfano wake. Amin. Kalela Online TV, elimu ya dini, tiba ya jamii.